akaachia nguo, asimama anapiga kelele, nabakwa, 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 nguvu, nabakwa, nabakwa, majirani, nabakwa. Na hapo yupo kavaa kanga peke yake, inamaanisha kwamba alipotoa nguo yake alikopuchwa mnyama kabisa. Alikuwa kama alivyozaliwa vile, ni kama vile mtoto mdogo labda mwenye mwaka hivi, si akiwa anaogeshwa vile, na ndipo ni kama alivyozaliwa. Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii ipendwa. Bwana, kama ilivyo ada yetu, tuko kitaa, tuko kitaa, na kama tunavyojua kwamba kitaa kina masaibu mengi sana. Leo tupo na ndugu yetu anatuelezea mkasa wake ambao umemkuta, jambo ambalo hawezi kulisahau kwenye maisha yake, na kwa namna moja au nyingine naweza kusema kwamba limeharibu mazingira yake au maisha yake kwa namna moja au nyingine. Tuko hapa kupiga naye story ili kujua mambo mengi sana ambayo yamemkumba kwenye maisha yake. Kaa nasi mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi chetu ili uweze kujua ni jambo gani hilo ambalo limemkuta. Bwana, mambo vipi? Nashukuru Mungu. Fresh kabisa. Kabisa. Bwana, ni muda mrefu sana tangu nimeomba kuonana na wewe na tuweze kuzungumza mawili matatu. Hatimaye leo tumepata huo wasaa wa kukutana na kuzungumza. Kwanza nashukuru sana kunipa hiyo opportunity. Naweza nikasema haikuwa bahati mbaya, lakini najua mnakuwa na kazi nyingi sana za kuweza kuelimisha jamii. Na mimi sasa sikuona kama umechelewa. Japo unajua kupiga simu mara niko huko naenda hivi sasa kwenye kutafuta riziki, unajua hatujaajiriwa. Lakini yote kwa yote Mungu kaamuru leo tukutane. Basi tutatoa mkasa ambao kwa watu sio watokea, kwao itakuwa ni elimu. Lakini kwa sisi ile tutokea, basi tutaomba watu waweze kujifunza kupitia mkasa huo. Yeah. Kifupi, unaweza kutupeleka tuweze kujua wewe ni nani na ni jambo gani ambalo limekukumba ambalo mpaka sisi tumefika hapa Tembezi TV ya Nyayo TV tumefika kuzungumza na wewe? Kwanza kwa jina naitwa Yasini Mohamed Ayubu, ni mzaliwa wa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa. Mimi nilizaliwa mwaka 1998 tarehe 3 ya mwezi wa kwanza. Ni mtoto wa 4 katika watoto watano. Mimi nimesoma shule ya msingi pale Kilwa mpaka sekondari. Nakumbuka 2015 nililetwa Dar es Salaam kuja kufanya kazi ya duka la nguo maeneo ya Chamanzi. Sasa mtu ambaye alionileta naweza nikasema ni kama kaka yangu, kutokana tumezaliwa kijiji kimoja. Yeye alikuja muda mrefu kutafuta maisha huko Dar es Salaam. Kufika pale akaja kutafuta vijana, akaelekezwa kuna kijana anaitwa Yasini hapa. Na kijana tu katoka shuleni karibuni hivi. Ana makundi yale ajabu wale, sio mwizi sio nini. Sasa taarifa ilipofika nyumbani, make hakunikuta mimi, alimkuta mama. Ilipofika nyumbani niliposikia kama natakiwa nje kufanya kazi Dar es Salaam, na ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza. Sijawahi kuja Dar es Salaam, zaidi naiona tu kwenye television. Mimi nilifurahi sana. Sikukataa, na nilikuwa sijajua nakuja kufanya kazi gani na nitalipwa kiasi gani. Siku ya pili yake akaja sasa pale kuja kutueleza vizuri sasa kwamba tutaenda kufanya kazi duka la nguo na utakuwa unakaa nyumbani na mwisho wa mwezi nitakuwa nakulipa 120,000. 120,000 kwa wakati ule kwangu mimi ilikuwa nyingi sana, kutokana sikuwahi kushika hata shilingi 20,000 ya pamoja. Mimi nilivyokubali nikaletwa Dar es Salaam pamoja na yule bosi wangu, ni kama kaka yangu sema. Nikaa nakaa Chamanzi. Nikaa pale wiki ya kwanza ile anipeleka dukani, ananifundisha pale kwamba nguo hii utauza shilingi fulani, utauza shilingi fulani. Nikaandika kwenye daftari mpaka nilivyozoea bei. Nguo ilikuwa ni nguo za mtumba. Unakata zile balo zile za mtumba. Nauza pale. Sasa mfanyakazi alikupo nyuma kabla mimi, ambaye alikuwa ameondoka, alikuwa ni mfanyakazi wa kike.
alikuwa ameacha kazi. Sasa sijajua alikuwa na tatizo gani, lakini alikuwa ameacha kazi kaondoka. Duka sasa likawa na mfanyakazi mwingine. Nilivyozoea naenda pale nafanya kazi mauzo. Ile mauzo tulielewana kwamba niwe napeleka kwa wakala wa kibenki. Nachukua ile receipt naipeleka kwa bosi wangu. Sasa na yule bosi wangu pale alikuwa ana mke na mtoto mmoja. Ile nyumba walikuwa wamepanga, chumba nilichokabidhiwa mimi kilikuwa kina mkeka, mto na shuka. Akina godoro, akina kitanda. Yeah. Sasa nilifanya kazi mwezi wa kwanza. Kumbe yule bosi wangu wa kiume ana kazi nyingine tofauti na ile, ni dereva wa malori hizi zinabeba mafuta napeleka Burundi, Rwanda. Sasa akaniambia, Yasini, mimi naondoka. Kwa hiyo utabaki na shemeji yako hapa. Nikamwambia sawa. Yeye akaondoka. Sasa alipoondoka nakumbuka wakati ile kabla hajaondoka aliniita hata pale akaniambia, Yasini, mimi naondoka lakini vumilia. Najua maki kipindi kile iko hapa ilikuwa nakuja dukani tunashinda wote. Kama ndo mji japo ni mgeni lakini piga kazi. Kaambia sawa. Akanishauri akaniambia, sasa nataka tukufungulia akaunti ya kibenki. Tuwe tunakutunzia pesa. Nakumbuka kipindi kile nilikuwa na miaka 17. Kwa ni sina ukubwa huo kusema labda niweze kujitunzia pesa mimi mwenyewe. Walionifungulia akaunti wakawa nitunzia. Kile ule mwezi wa kwanza kwenye kazi walinilipa 120,000. Kunilipa siku nikamwambia shemeji, sasa wakati huo blaza ameshaondoka, ananiambia hapa nalala chini. Sasa mwezi mzima niko nalala chini. Sasa ninachoomba nikanunue godoro nije kuweka hapa. Hela yangu nimepata, kuna magodoro kule yanauzwa vitu used vile ambayo tukatumia godoro lake miezi 8, miezi 5. Akaniruhusu. Niliponiruhusu nikachukua 70,000 nikaenda kununua godoro lingine nikabakisha. Fanya kazi mwezi wa pili. Wakanipa tena pesa. Mwezi wa 3 pale sasa wakaanza kunitunzia. Mfanya kazi pale. Sasa ndani ya miezi 5 kwenye kazi, yule bosi wangu wa kike alikuwa anaingiza mwanamume mwingine pale. Mume anapoondoka Zambia pale anaingiza mwanamume mwingine ndani. Mchepuko ndio. Nakumbuka siku nimerudi usiku kazini, maka ilikuwa narudi saa 3. Fika pale nakula, naingia ndani na halala. Kama nimekuta kuna jamaa amevaa t-shirt nyeupe, amevaa na pensi. Rangi yake nimesahau ile pensi t-shirt nakumbuka. Nimekaa pale wanaangalia TV katika sofa. Sasa sebleni pale kuna sofa moja tu ambayo ni ya watu wawili tu, hamna sofa nyingine. Yeye amekaa pembeni, yule shemeji yangu na amekaa kwenye sofa ile. Sasa jisofa kaka vile ikanitia mashaka. Mbona amekaa hivi? Sasa kama ni mgeni, mbona shemeji kakaa pale na yeye? Nikaona ni kawaida tu, maana ni mambo ya mjini. Nikasema kama ni mgeni sasa basi atakuja kulala huko na mimi. Nikaamka hivi asubuhi. Kwanza yule usiku naamka hivi, sebleni pale hakuna hata ushatoka. Yule mgeni alikuwa anapita tu. Sasa angalia pembeni hivi naona vile viatu vyake vile vimekaa katika mlango wa kile chumba cha bosi wangu. Naamka asubuhi namuona anatoka ndani. Sasa kama huyu ni mgeni, mbona ametoka kwenye chumba cha shemeji? Maana ile nyumba ile ina vyumba viwili, sebule na jiko. Angekuwa mtoto wa kike singeona shida kulala. Sababu kama huyu ni mgeni wa kawaida, kwa nini asingekulala na mimi huko? Kutokana na mambo ya mianihusu nikaachana nayo. Sasa wiki ya pili akaja tena. Siku moja ile bosi wangu wa kike aliniita kunionya, akaniambia, Yasini, hiki unachokiona hapa sitaki umwambie mume wangu hata siku moja. Nilikupiga mkwala. Nipiga mikwala. Kama ukimwambia nitakufanyia kitu ambacho utaweza kuja kukisahau katika maisha yako. Sasa nilivyoniambia vile mara ya kwanza nikaona kawaida tu. Mara ya pili tena ananiambia tena. Akasema, huyu mbona saa ananitishatisha kila siku, ana shida gani huyo? Sasa imeenda vile kama miezi 2 hivi, mimi nikashindwa kuvumilia. Sasa mimi ngapa nikataka niache kazi. Siku ile mume alivorudi sasa nikamwambia, mimi kaka nataka niache kazi, nipeni ile pesa zangu za mshahara niweze kuondoka. Wakati huo nishafanya kazi miezi 7. Nipeni zile pesa niweze kuondoka. Akanambia, mbona ghafla Yasini unataka uache kazi hivi? Kuna shida gani tuambie? Sasa
wakati anang'aniza vile kuna shida gani, shida gani, nikasema bora nimwambie tu. Ngambia hapa unavyoondoka mkeo kuna mwanamume anaingiza ndani. Sasa mimi nimekaa tu kimya sije kukuambia, lakini kila siku ananipa mikwala, ananitishia kwamba nikijaribu kusema atanifanyia kitu kibaya. Sasa mimi naomba niweze kuacha kazi, pesa zangu niweze kurudi kijijini. Akaniambia mimi ndio ndio kuchukua kijijini. Hebu nipe muda nichunguze, nikiona ukweli basi swala nitalimaliza mimi jinsi nitavyojua. Kaambia sawa. Kama usimwambie kama mimi nimekwambia. Sasa unajua yule ni mkewe, ni mapenzi yanauma. Hakutaka kuchunguza yule blaza. Hakutaka kuchunguza kabisa. Akaenda vodi nyumbani akamuuliza. Akamwambia Yasini kaniambia atakaache kazi. Tumpe hela zake arudi, na sababu ya kuacha kazi wewe unamtishia. Unaambia mazefu yako unayofanya hapa mimi nikiondoka akiniambia utamfanya kitu kibaya. Ile sasa alivyoambia pale wakagombana. Wamegombana ndani ya wiki 2 wakaja wakamaliza. Sasa kuyamaliza sasa yule mkewe mimi kila nikimsalimia aitikii, mara anitukana, ananiambia wewe si unakopa kama mtoto wa kike mbea. Sasa subiria dawa yako ipo jikoni. Nimekwenda kama ndani ya wiki hivi nikimsalimia muda anaitikia, muda aitikii. Nikaona kama yameisha. Kazi mwezi mwingine fanya kazi pale. Sasa kuna siku nyingine sasa nimerudi tena kazini. Nataka nichukue chakula nile. Naambiwa hapo hakuna chakula hapo. Wewe chakula chako katafuta sehemu ya kupata chakula uweze kula, hapa hamna chakula. Nikampigia mume wake. Wakati mume wake bado hajaondoka, yuko hapa. Kapia nikamwelekeza, akaniambia nenda kachukue tu chakula kwa mantilie. Nikaenda nikala, nikarudi nikalala. Sasa nikasema, sasa nikajiuliza maswali sasa. Hapa nikisema niache kazi hapa niweze kurudi nyumbani. Sasa sijachukua hata muda kwenye kazi, na mimi ndoto yangu ya kuishi Dar es Salaam. Basi ngoja nikomae. Niko na koma pale. Sasa kubwa kuliko ilikuja kutokea ambapo ilikuwa mkesha wa Krismasi. Ambapo ilikuwa ni mwaka gani? 2015. Mwezi wa 12 tarehe 25 ile. Nimerudi saa 3 usiku. Fika pale namkuta bosi wangu amelala kwenye sofa hivi, uko na amelala hivi, uko anaangalia TV, amelala hivi. Ambao ni wa kike au wa kike. Kuniona akaanza kusimama, alikuwa amejifunga tu kanga hivi. Akaachia nguo, asimama anapiga kelele. Nabakwa nguvu, nabakwa. Majirani nabakwa. Na hapo yupo kavaa kanga peke yake, inamaanisha kwamba alipotoa nguo yake alikopuuchwa mnyama kabisa. Alikuwa kama alivyozaliwa vile, ni kama vile mtoto mdogo labda mwenye mwaka hivi, si akiwa anaogeshwa vile, na ndipo ni kama alivyozaliwa. Sasa kupiga kelele hivi, mara kidogo pale amekimbilia, kuna jamaa mmoja hivi, ni wanahifadhi majina yao. Amekimbilia pale, sister vipi? Kaambia sui hapa huyu. Sio maana kishirikina huyu. Nikaja hapa kafikia anafikia na kunivamia kwanza kunibaka hapa. Wakati mimi nimesimama tu, mimi nikafikia labda kama na mapepo fulani hivi yamempata. Nilikuwa sijui kwamba kuna kitu gani kichwani kwake amekinuia kwangu. Wale jamaa wale wakaniweka chini, mmoja akawa ananipiga kichwani. Kwa nipiga hivi mimi nikawa nimemshika mkono. Ndio yule akaomba, "Naomba nisaidieni huyu kumpeleka kituo cha polisi." Kipindi kile kituo cha polisi cha Chamanzi bado hakijahamishwa. Kena pale kulikuwa na sema ni police post, ni kituo kidogo hivi. Fika pale mkuu wa kituo ile akatukataa. Akamwambia ndio mpelekeni Mbagala. Nikapeleka Maturubai pale Mbagala. Mbagala hapa nilifika kwenye majira saa 5:05 hivi. Fika pale wakaripoti pale kufungua kesi kwamba huyu kambaka mkabosi wake. Nikawekwa selo. Wakati nilivyokuwa selo, familia yangu akota ndugu mmoja anojua, ajui kaka, ajui mama, ajui mtu wote. Kutoa taarifa nimeenda kituo cha polisi pale ndani ya siku 19. Sijaandika maelezo yoyote yale. Kuna siku moja waliingia, kumbukumbu yangu nalipa, waliingia mwanasiasa naye ni hifadhi jina lake. Yeye alikuwa na kisa za siasa hizi. Sasa hapo naangalia hapo umri wangu mimi ni mdogo, wewe una shida gani? Nikamwelezea jinsi ilivyotokea, akamuta mkuu wa kituo, kama wewe ni mtoto yuko hapa, anasema ndio siku 19 hajachukuliwa maelezo. Basi msaidie achukuliwe maelezo, kama anafikishwa mahakamani, afikishwe mahakamani. Mkuu wa kituo akanitoa pale, akanikabidhisha kwa askari. Pelelezi nikaandika maelezo pale siku ya 20 sasa,
nikapelekwa mahakamani. Nikukatisha hapo hapo, kabla wewe kwenda mahakamani, kwenye hizo siku 19 uliishi kwa namna gani? Maana namaanisha kwamba mule ndani mazingira ya chakula yalikuwa ni namna gani, na ni mara yako ya kwanza kuwa ndani katika mazingira kama hayo? Kituo cha polisi ni mara yangu ya kwanza, yani kukamatwa tu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Na mule ndani mimi sikuwa na ndugu wala rafiki kuniletea chakula. Na hakuna mtu alikuwa anajua. Kwa wakati ile mtu alikuwa anajua, maana familia yangu ndio kujua baada ya mimi kufika mahakamani, ndio niliomba namba ya askari waweze kuwapigia simu. Ndio familia yangu mara kwanza walijua. Mule ndani watu wakiletewa chakula, ilikuwa tunakula nao, wale tu wanatusaidia. Ilikuwa ni watu wachache sana. Na katika mtu ambaye alikuwa umri wake ni mdogo nilikuwa ni mimi. Zaidi ya pale. Sasa alifikishwa mahakamani, nikamwomba yule askari aweze kufahamisha mama. Maana mimi babangu alifariki muda sana. Babangu alifariki 2005, alikuwa anarudi kuangalia mechi ya finali. Babangu mshabiki wa River, mechi ya AC Milan na River. Akagongwa na fuso. Ilikuwa usiku ndo mmoto wake kaja hapo. Sasa nikamfahamisha mama akafahamisha jomba zangu. Lakini ile mara kwanza mama anamfahamisha kwamba nimesingiziwa kesi kwamba nimembaka mke bosi wangu, mama hakuweza kukubali. Yaani hakuweza kunielewa. Alijua tu kwamba mimi nimekuja mjini, nimekutana na vijana ambao wauni wameniharibu, kwamba mimi nimefanya ile tukio. Mama hakuweza kunielewa kwa wakati ule. Kufikishwa mahakamani pale, hakimu aliniambia kwamba kesi yangu ina maka, nisomea kesi nikakataa. Nilipokataa kwamba sijabaka, akaniambia dhamana yako ipo wazi. Kama una mdhamini wawili, waje na barua serikali za mitaa pamoja na kopi ya vitambulisho vya kupigia kura waweze kunichukulia dhamana. Kwa wakati ule Dar es Salaam sikuwa na ndugu hata mmoja wa kuweza kunichukulia dhamana. Nikakosa dhamana pale, ikawa safari yangu ya kwanza kuliona jengo la Segerea. Kwa hiyo hapo moja kwa moja mwendo Segerea. Segerea moja kwa moja. Siku na inama pale mlango wa Segerea, maana mlango Segerea naweza kusema jela za Tanzania zote milango yao ni mifupi hivi. Yaani kwa lango kubwa ni ile kama ushakuona zile movie za Kisurutani zile. Ni milango yao ambao mikubwa ile. Na kuna mlango mwingine mdogo ukiingia unainama hivi. Ukati naingia hivi na pale cha polisi pale nilishaaminisha kwamba ukiwa na kesi ya kubaka lazima unafunga miaka 30. Sasa nika miaka 30. Na wewe kwa kipindi hicho kuna miaka 17. 17 na miezi, lakini kituo cha polisi yule askari hakuweza kuenea 17, aliandika 19. Maana ukipiga hesabu kuanzia 2000 na kuanzia na 98 mpaka 2015 ni miaka 17. Hakuweza kunikubalia, akaandika miaka 19. Nimeingia pale nikakutana na watu wengi mole gerezani. Lakini siku ya kwanza ile nilikuwa mnyonge sana, siku ya pili kama wiki hivi, wiki ya kwanza nirudi mahakamani tena nilikuwa mnyonge sana. Nikukatisha hapo. Ni ipi experience yako ambayo siku ya kwanza uliingia gerezani ilikuwa ni namna gani? Mimi nilikuwa nalia muda wote, sikuwa na uzoefu wote wa mara kwanza kuingia gerezani. Yaani sikupata ujasiri kuwa uzoefu. Unajua asikwambie mtu, yaani leo hii hapa mwandishi uko nje hapa, watu wako mahakamani pale, au unavyoona vile watu wanasoma kesi mahakamani, ukiangalia hivi huwezi kuogopa, lakini ukishafika mahakamani basi sijajua zile sehemu zile zimetengenezewa kitu gani, au kituo cha polisi au jela. Yaani jela ni dunia tofauti na hii tunaoishi hapa. Naweza nikasema hivyo. Mchakato ule wa kulala, kula, kuishi mule mnaishi kisheria zaidi kuliko huko nje huko. Yaani naweza nikasema nilikuwa muoga sana, na nilikuwa sidhani kama naweza nikarudi tena nje. Sasa ile kumaliza wiki ya kwanza nipo Segerea pale. Sasa nilikuwa najitenga, nilikuwa sikati na watu. Ikifika muda wa chakula ile na saa 5 nachukua chakula pale, nachukua ugali unaweka katika bakuli vya bati. Na mboga, marage ni gramu 100 wanaweka katika kikombe cha bati. Napewa hivi, nakaa najitenga hivi. Kuna wengine wanakuta wanategeza kama maskani, nasema maskani. Wanakaa wawili watatu wanakula. Sasa mimi nikaa najitenga peke yangu, sitaki ukaribu na watu ile.
Siku moja kuna jamaa mmoja akaniambia, wewe utajitenga mpaka lini? Kuna watu hapa wameingia hapa muda mrefu sana gerezani na hawajitengi. Sasa leo hii wewe ukisema ujitenge hivyo, unaweza ukaja kufa na mawazo hapa. Kila kitu anachoniambia kikaa kinaniingia kichwani. Wafungwa wanashonewa kitambaa cheupe hapa kwenye ile suti yao ile ya carrot. Washona kitambaa hapa kinaandikwa hapo mwaka walio kwanza namba yake ya kituo cha husika pale anapokaa, na mwaka aliofungwa, mwaka alitakiwa atoke, na mwaka sasa rasmi wa kutoka baada ya msamaha, yani baada ya kupunguziwa. Sasa nikaangalia kuna watu pale nimeona pale wameingia gerezani wamehukumiwa maisha, yani maisha ya life sentence. Wamehukumiwa na 88, 85 ambayo mimi si dalili ta kuzaliwa. Yani make mwaka na 85 na nazaliwa kaka yangu mimi. Kaangalia pale kasema sasa mimi ni binadamu kama wale, nikisema niendelee kujifikiria siku tena kama nitakufuru tu Mungu pale. Sasa na mimi pale nikaanza kujichanganya pana watu pale, jamaa wale nikakaa naye hivi tunakula. Yeye alikuwa amehukumiwa miaka 15, alikuwa na kesi ya Lobal yani miaka 15 hivi. Kwa tunakaa naye pale, naenda mahakamani narudi, ananipa ushauri jinsi kesi zinavyoendeshwa, jinsi ya kuongea mahakamani. Sasa jinsi alikuwa ananisimulia yeye huko nikienda mahakamani na kuna vitu vingi tofauti vinavyoongelewa. Kana tena mahakamani tena kwa ajili sasa ya yule unajua kesi ya ubakaji ni kesi ya jamhuri. Kesi ya jamhuri, yule muhanga anakuwa kama ni shahidi namba 1. Fika pale akaapishwa, kisha taja majina yake pale. Akasema nakumbuka siku ya 25 mwezi wa 12 2015, mmoja saa 3 usiku alivamiwa na kuanza kubakwa na kijana Yasini Mohamed Ayubu ambaye ndio mimi sasa ni kijana wake wa kazi. Hapo mmoja ushahidi wake pale, mimi nikaambiwa nimuulize maswali. Sasa ni mara yangu ya kwanza kufika mahakamani, sina uzoefu na kuongea mahakamani, kujiamini na umri wangu ni mdogo. Sasa pale mimi nikawa nakataa, naweza kuna maswali ya kumuuliza shahidi. Mimi pale sasa nikawa nakataa, nasema mimi sina maswali ya kumuuliza ndugu shahidi. Sasa kumbe nilikuwa sijui kwamba nikisema sina swali la kumuuliza shahidi kama unakubali. Wewe ukisema una swali maana kile alichokiongea kile kina ukweli 100%. Sasa nikitoka pale nikienda gerezani pale, na niko tu mahakamani na gerezani pale, nauliza vipi umeongea na shahidi? Nimeongea na shahidi. Sasa umeongea nini? Naelezea pale. Umuuliza maswali? Basi sina maswali. Sasa umekosea, bidi umuulize maswali. Sasa mimi namuuliza maswali gani sasa? Mimi ni kwanza fika mahakamani sijui sasa pinge vipi. Mimi nikanakataa tunalia. Sasa sijui kama kumbe Korea mahakamani akusababishi wewe kukutetea au uonekane eti hakimu akuone wewe hujafanya tukio. Anatakiwa pale upingane kwa hoja, upingane kisheria ili uweze kuikataa ile kesi. Na nikusitishe kidogo, haukupewa labda wanasema kwamba mawakili wa serikali kwa ajili ya kukutetea kwa upande wako? Yani wakili wa serikali, ni serikali inekea wakili? Nasikiaga kwamba unaweza kupewa wakili ambao wa serikali au inakuwa ni vitu viwili tofauti. Hapo ulipoingizia ni pazuri zaidi ili tuweze kufundisha watu zaidi. Kesi ya ubakaji serikali haiwezi kukuwekea wakili hata siku moja, haiwezi. Yani subiri nikatishe, sisemi haiwezi, lakini kwa sasa hawajafikiria bado. Kama watafikiria, anaombea rais wetu ana maono na anaona kwamba kuna watu wengi wanadhulumiwa kizao, basi hajaribu kushauri bunge la katiba iweze kupanga hivyo ili hata kesi za ubakaji basi wawekewe wakili kwa msaada wa kiserikali, itoa kifungwa wafungwe kwa haki. Lakini kwa sasa hakuna katiba inasema kwamba, hakuna sheria kwamba inasema eti kwamba mwenye kesi ya ubakaji awekewe wakili. Zidi pungui kesi moja tu ndio unaweza kuwekewa wakili wa serikali, na ushahidi wake unakuchukua muda mrefu sana hadi miaka 8, miaka 13. Ni kesi ya mauaji. Kesi ya mauaji unawekewa wakili kwa sababu
akija kuhukumiwa basi aje kuhukumiwa kwa haki, lakini hizi kesi zingine kama hujakuwa na uwezo wa kumiliki wakili huwezi kupata wakili kutoka kwa serikali, bado mchakato hawana. Baada hapo ilikuwaje? Sasa ile narudi tena mahakamani, sana niko gerezani pale. Sasa pale sasa nikasema nikawa mwenyeji, japo jela hakuna mwenyeji, lakini pale nilianza kuwa mwenyeji. Wewe ukishakaa miezi miwili wewe ni mwenyeji tena. Ishafika 2016 sasa hiyo. Siku nasikia naitwa majina yangu, na weekend ilikuwa siku ya Jumamosi, naitwa majina yangu. Fika pale naangalia hivi akuta mama. Sasa mama nilifurahi sana kwa wakati ule. Mama kaja kuniangalia pale, kamsalimia, mama kumsalimia pale. Sasa mama akawa anazidi kunilaumu tena. Niambia, Yasini, kwa nini umefanya hivyo vitu? Mbona umebadilika sana? Lengo lako ni nini? Mbona mtu amekuchukua kutoka nyumbani, amekupa kazi, kwa nini umbakie mkewe? Nikamwambia mama, mimi sijabaka. Naye akakwambia nimembaka. Nikamwambia mimi nimeongea naye, akasema umembaka, hawezi kukusingizia. Kumbe alikuwa ameongea naye akamjaza uongo sasa, kwamba kumwaminisha kwamba mimi nimefanya tukio. Kwa haraka mama hakuweza kuniamini hata kidogo. Hata mama anashindwa kuniamini kwamba mimi sijabaka. Nimelia sana pale. Nikafuta tu machozi pale, nikachukua chakula nikala. Sasa nikasema, sasa kama mama ameshindwa kuniamini, sasa nani anaweza kaniamini kwamba mimi sijabaka? Sikuweza kumlaumu mama kutokana Yesu alishakalilishwa kaambiwa, na yote kote nikapokea. Nikaendelea kusota mule gerezani, nimesota. Siku sasa nikaenda tena mahakamani sasa kwa ajili ya ushahidi sasa, ambapo wale walikuja kunikamata sasa wale wameapishwa pale. Nakumbuka yule mmoja wale akasema, Mheshimiwa Hakimu, sisi hatujaona tukio la huyu kumbaka bosi wake. Sisi tumekimbilia tu pale kelele za kupigwa pale, lakini hatujaona tukio, na akatuomba msaada tuweze kumsaidia kumkamata, kumpeleka kituo cha polisi. Tukampeleka kituo cha polisi Chamazi pale, wakatukatalia, tukakodi bajaji tukampeleka kituo cha polisi Mbagala. Sisi hilo ndio tunalokumbuka, hilo la kumkamata huyu. Wale ushahidi wao ukaishia pale, ni walikataa kutoa ushahidi ambao wa kuongopa ule. Yani pasa nikarudi tena kuuliza maswali, bado nikakataa tena kwamba sina maswali ya kuweza kuuliza. Nikarudishwa Segerea tena Segerea. Sasa ulisa Segerea tena pale, yule brother sasa akaniuliza, vipi, mbona leo umerudi mnyonge sana? Nikamwambia, mtoko kuongea tena mashahidi wawili. Sasa naona kabisa mimi nakwenda kuhukumiwa miaka 30. Sasa miaka 30 nitatoka kweli mimi? Sasa akawa ananipa imani pale, anambia, usijali, utatoka, tuwezi kufungwa hiyo kesi. Kama kweli umesingiziwa, huwezi kufungwa hiyo kesi. Japo ananipa moyo, lakini nafsi yangu yenyewe inasema kwamba mimi siwezi kutoka tena jela. Yani lazima tu, kama sijafia jela, basi ndio mwisho wa maisha yangu, siwezi kutoka jela tena. Kumbuka nakumbuka wakati yeye japo alikuwa ananifariji vile, lakini huku mimi nilikuwa nauliza watu pale, maana watu pale zaidi ya 50 wenye kesi kama yangu ya kubaka, wanaambiwa ni wachache sana wanaotoka, lakini wengi wao walikuwa wanafungwa. Na pale sasa akaniambia, ambaye shahidi ambaye ni mbaya ni daktari. Daktari akija kudhibitisha tu kwamba yule kabakwa, kwa ni lazima ufungwe miaka 30. Sasa daktari akasema, daktari hawezi kudhibitisha maana yule si hajabakwa. Daktari pale hawezi kudhibitisha kwamba yule kabakwa na wakati hajabakwa. Nikakaa pale siku kurudi mahakamani.
Sasa nakutana na daktari sasa ambaye alojitambulisha ni daktari japo ilikuwa sio daktari ya. Jitambulisha pale ni daktari, kasomea chuo cha daktari Mkomaindo, ambaye Mkomaindo ni iko Masasi mkoa wa Mtwara. Nakumbuka siku ya 26 majira saa 4 saa 5 asubuhi hivi kampokea ile dada akidai kabakwa na mfanyakazi wake. Akamuuliza maswali kwamba je, kuna mchubuko wote? Akampima HIV, akaonekana HIV hana. Akaandika pale. Iko ndo kitu anachokikumbuka yeye. Au mweza kutoa ushahidi pale, tena mimi tena sikuweza tena kuuliza maswali. Ushahidi ukafungwa, kufungwa ushahidi. Sasa nikataja nije tena mahakamani tena kwa ajili ya kuja kujitetea. Nakumbuka hakimu aliniambia, Yassin Mohamed Ayubu, shtaka limekutia hatiani. Sasa itatakika uweze kujitetea. Nikarudishwa Segerea. Wakati wa zamana limekosa zamana alikuwa anatakiwa mtu ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam hii, si atoke mkoani. Mama alikuja tena kwa ajili ya zamana. Akaambiwa haiwezekani. Zamana aje kunidhamini mtu ambaye yuko Dar es Salaam hii. Sasa kufika pale nikamsimulia, akanipa ushauri pale jinsi ya kujitetea, mbefika pale wewe pale ni cha msingi pale wewe waambie tu kwamba huyu mtu jambaka. Jitetee kwamba ataka kudhulumu. Hata kudhulumu na mdai kuna pesa zako, makini niliwasimulia kuna pesa zangu walikuwa wananitunzia. Waambie kuna pesa zako walikuwa wanakutunzia, wewe mtu hujambaka, anataka akudhulumu, akutapeli. Wanaambia vile, mimi naweka kichwani wafikiri siku ya kwenda mahakamani. Baada mimi nikaongea vile, mheshimiwa hakimu, mimi sijambaka wewe mtu, mimi anisingizie tu na mdai hela zangu za mishahara. Makao wakati ule nilikuwa nimefanya kazi miezi 10. Kwenye miezi 10 ambayo miezi miwili nilipwa, miezi 8 bado sijalipwa. Ndio pesa nimetuuziwa zile. Kama sijambaka mimi namdai tu huyo, anataka kunidhulumu. Huko nalia. Sasa vile vitu hawezi mimi kunitetea, yani kusema tu vile. Hakimu akaniambia hapo utetezi wako umeisha. Kama umeisha ndio. Kama sasa utetezi wako uliotoa haujalenga kesi. Wewe takiwa uwapinge au mashahidi walichokiongea, ujitetee kuhusu hii kesi. Sasa unamdai una nini, hiyo ni kesi nyingine. Bidi ufungue kesi nyingine. Hapa havihusiani masuala kudai, hakuna hapa kuna kesi ya ubakaji. Awambia vile hakimu na alizidi kunichokesha pale sasa. Nikaambiwa nilipo ndani ya siku 14, nije tarehe nyingine kuja kusikiza hukumu. Nikwambia nina hukumu tu pale moja kwa moja pale nikaandikia tayari kwa maswali kutoka tena miaka 30 inanihusu. Nikarudishwa Segerea, nimekaa Segerea pale. Nikaongea na yule rafiki yangu ile, ni kama ndugu yangu hivi. Nikamweleza, kanambia kama nakwenda mwezi wa makidi kwa nina mwezi wa 4. Kwenda mwezi wa 4 kwa ajili ya kusikiza hukumu, kusomea hukumu yangu. Akanipa moyo pale, anambia wewe unaachiwa. Lakini ukiachiwa usinisahau. Kaa ndani miezi miwili, ukipata hela njoo nitembelee. Nipo hapa rafiki yako. Kama sawa. Kada nifariji vile mimi napata kichwa hiko. Jua na kuna kutoka. Fika siku kama pale mwendesha mashtaka amesoma pale. Kwa nasoma tu nikaja moja kwa moja kesi siwezi kuachiwa tena. Hakimu akamalizia kusoma hukumu pale, akamwambia Yassin Mohamed Ayubu anahukumiwa kifungo cha miaka 30 na fidia shilingi 500 na viboko 10, yani na bakora 10 fimbo zile, kwamba kama sijalizika na hukumu basi nikate rufaa. Na kama sijakata rufaa nikamaliza miaka 30 basi nikitoka nikamalipe fidia yule dada ambaye shilingi 500 ya Kitanzania. Pale na kutana mingine naongea sasa pale, mimi sielewi tena pale, ni kichwa kishapata moto tayari, niko nalia tu pale. Ndo basi tena miaka 30. Siwezi tena kutoka miaka 30 tena gerezani. Ndio mwisho wangu tena maisha tena, sitoona ndugu zangu, sitomuona mama. Toka pale wakanifunga pingu haraka pale, nikapelekwa katika basi la magereza.
na kasubiri watu wengine pesa wamalize kesi zao ili tuweze kurudi gerezani. Tumerudi gerezani, nakumbuka ilikuwa saa 2 kasoro usiku. Fika pale moja kwa moja na hata selo nikabadilishwa, nikapelekwa selo zingine. Siku pili yake tukapelekwa kwa mkuu wa gereza. Sasa kama mfungwa mgeni sasa, nikabadilishwa nguo zangu za kawaida, nikapewa mfuko, nikaweka nguo zile, nikaandikishwa jina langu pale. Nikapewa zile sare za magereza, uniform za magereza. Nikapewa namba kwa wakati ule 2016, nakumbuka nilikuwa na namba mfungwa namba 213 hivi. Kama 203 204. Nikaulizwa pale kwamba mlisi wangu ni nani endapo kwa nitakufa nikiwa gerezani, nani mlisi wangu. Nikaandikisha mamangu mzazi, ikaandikwa namba zake za simu. Kawaida pale mwenyekiti wa napotokea kaandikishwa majina yake, namba zake za simu sikuwa nayo, lakini majina tu yalitosha. Sasa mwanza usajili pale, nikamwambia mkuu wa gereza ale aweze kumpigia simu mama, aweze kumfahamisha kwamba mimi nimefungwa. Nikampa namba kwa gereza, akapiga simu pale pale. Pia simu ngamiza, wewe ni mama Yasini? Ndio. Yasini kwa wapi? Mama akamwambia Yasini ipo jela, ameshtakiwa, amembaka mke bosi wake. Akamwambia ni kweli ameshtakiwa, lakini sasa hivi sio mabusu tena, amehukumiwa miaka 30.